maandamano, vurugu, uvunjifu wa amani husababisha maumivu na havileti manufaa wala faida kwa yoyote yule. Ni wasihi wa Tanzania tuchague hekima badala ya ghadhabu, busara badala ya mihemuko, upendo badala ya chuki, uvumilivu badala ya vinyongo, umoja badala ya mgawanyiko, na amani badala ya vurugu. Lakini vile vile ni wajibu wetu kuchagua unyenyekevu badala ya kiburi na huruma badala ya hasira. Taifa letu ni moja na lina nguvu zaidi kuliko mtu yoyote yule. Demokrasia haipimwi kwa nani kashinda uchaguzi, bali kwa jinsi tunavyoendesha mambo yetu baada ya uchaguzi. Tutakuwa na nguvu zaidi pale kila sauti chanya au hasi zitakaposikilizwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa, na vile vile tunapoweza kuponya wenye maumivu. Hii si kazi ya upande mmoja wa serikali peke yake, bali ni kwa kila jumuiya za wananchi, vyama vya siasa, dini zetu na kila mwananchi. Na hapa nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati ya moyo wangu viongozi wa dini waliohimiza amani na upendo katika kipindi chote cha kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi na sasa baada ya uchaguzi, wanavyoendelea kuhimiza amani na upendo. Ndugu zangu, nimeamua kutumia jukwaa hili leo kushukuru na kupongeza kwa kumaliza uchaguzi, kuhimiza umoja na mshikamano wa kitaifa, na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama taifa ni muhimu zaidi kuliko matakwa binafsi ya mtu yoyote. Masuala ya mwelekeo wa kazi za serikali kwa miaka 5 ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa Salam ya Rais! Esmato! Samia Suluhu is being sworn in right now as you speak. You're going to see the video at the end. She's being sworn in at the administrative capital in Dodoma. But the place where, the funny thing is, the place where she's being sworn in, it's like a military camp. Anakuwa sworn in at a military camp in Dodoma.
The people who have just attended there are dignitaries, just, you know, normal dignitaries, are the people who have attended the swearing in ceremony of Mama Samia Suluhu. Then, funny thing, Yoweri Museveni has just congratulated Mama Samia Suluhu. What this? Salam ya Rais! Esma! Hali vipi ndugu zangu na dada zangu wa Kenya na wa Tanzania? Za hivi punde ni kwamba amri sasa imeweza kutolewa na jeshi la polisi la Tanzania kwa Watanzania wote ama watu wote wanaoishi Tanzania wasiweze kutoka nje mchana wa leo. Kwa nini? Nakisiwa kwamba Samia Suluhu ambaye alishinda kura kwa 98% ataapishwa, na sijui wanaambiwa ingie nje, wasitoke nje ili kusikwe na kelele nyingi sana wanaposhangilia uongozi wa Mama Samia Suluhu. Maana ikiwa alishinda na 98%, mbona wanakatazwa kutoka nje kushangilia? Hilo ndilo swali wanalouliza Watanzania. Ila za hivi punde ni kwamba sasa Watanzania hawafai kutoka nje mchana wa leo, na ni amri ambayo ilitolewa asubuhi ya leo mida ya saa 3 saa 4. Hali yangu ipo sawa. Wale wote ambao wameweza kunipigia simu ama kunitumia rafa, nashukuru sana kwa kunjulia hali. Wajua sisi tena wanahabari, silaha tunayo ni sauti tu. Kwa hivyo ikiwa bado tunaweza ipaza sauti na tunaweza wazungumzia wale ambao kidogo sauti zao haziwezi sikika kwa sasa kutokana na yale ambayo wanapitia ama viongozi wao wanawafanyia, basi tutawasaidia kuzipaza sauti hizo. Watanzania, ikiwa una habari yoyote, si tu kuhusu maandamano ama uongozi, ikiwa una habari yoyote kuhusu kesi za ufisadi wapi, wewe tuma tutawasaidia kuzipaza sauti, manake vitisho vipo katika kazi hii, na siku moja tunasema we shall overcome. Teacher Shay, asante sana. Na ikiwa basi waona nimepotea kidogo, fika pale kwa Teacher Shay, manake nakupa habari pindi pia zinapochipuka. Nipo salama na Watanzania, we shall overcome.